Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Jina langu naitwa Happiness Igogo, ni daktari bingwa wa magonjwa ya damu hospitali ya Benjamin Mkapa, na niko mbele yenu kuwapa kwa uchache taarifa ya kile tunachokifanya kwenye swala la upandikizaji uloto katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa. Kama mnavyofahamu, ugonjwa huu wa sickle cell Afrika ndio bara linaloongoza kwa kuwa na ugonjwa huu wa sickle cell. Sisi ni wa 4 duniani. Tanzania ni nchi ya 4 duniani kwa kuwa na wagonjwa wengi wenye sickle cell, na ni wa 3 Afrika kwa kuwa na wagonjwa wengi wenye sickle cell. Juu yetu hapo tuko na Kongo, na nchi inayoongoza kwa Afrika ni Nigeria. Inasadikiwa kwamba karibu watu 300,000, watoto 300,000 kila mwaka wanazaliwa na hii changamoto ya sickle cell ama shida ya selimundu. Hii changamoto ni changamoto ya kurithi. Mtoto anazaliwa baada ya kurithi kutoka kwa baba na mama. Kwa hiyo wazazi wanaweza kuwa na vinasaba ambavyo vya ugonjwa. Wakikutana wazazi wawili ambao ni carrier, basi anapatikana mtoto ambaye ni mgonjwa. Na kama nilivyowaambia, inakadiriwa karibu watoto 300,000 kila mwaka Tanzania wanazaliwa na huu ugonjwa wa sickle cell. Kabla ya mwaka 2023, matibabu pekee ya sickle cell yalikuwa ni ya kupooza au kusema kufubaza ugonjwa. Tulikuwa tunatumia dawa zinaitwa hydroxyurea. Zilikuwa zinapatikana kwenye hospitali za kanda na mikoa, lakini tunashukuru sasa hivi hadi hospitali za wilaya hii dawa ya hydroxyurea ipo. Hii dawa hailengi kuponyesha ugonjwa. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu mwaka 2023 tuligonga hodi kwenye matibabu yenye lengo la kuponyesha huu ugonjwa. Na haya matibabu kwa Afrika yanatolewa katika nchi 5 tu, na Tanzania tukiwa mojawapo. Kituo hichi cha Benjamin Mkapa ndio kituo pekee kinachotoa matibabu ya upandikizaji uloto yenye lengo la kuponyesha kwa East African, Central and Eastern Africa, Afrika Mashariki na Kati. Na mpaka sasa tumekwisha kutoa huduma hii kwa wagonjwa 30. Mgonjwa wa 31 amelazwa wodini, na ninavyoongea na nyie tunajiandaa kumuingiza mgonjwa wa 32. Hawa wagonjwa 30 ambao tayari wamepandikizwa uloto wanaendelea vizuri, wamepona hii changamoto ya sickle cell, na baadhi yao tayari wamekwisha rejea mashuleni kuendelea na masomo. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.